kwa utaratibu wao walikuwa wanafikiria kwamba familia kama ilikuja mapema wangeona, lakini katika taratibu ambazo tumeziweka sisi ni kwamba familia ina nafasi yake pamoja na watu wengine pia. Niombe kwa watu ambao wanakuja hapa, sio nafasi haijao wakati wa sisi kuangalia. I would like to say that the casket is open, but it's not yet time for us to be passing through to hand our last duties to the dead body of our brother. Karibu familia. So, welcome the family. Benu nama miomo, nama miwechi, nama malelolongi. Lubale o mtango na binu no binatenda bisato, mbaka wale mana wambondo, nanga twabali a bila binwa, bila motenjwa, paso shiba shitenda nibo, waya mbele tulubu, alindi abusuku, ola mbana waya mbele. Bena mamiomo. Ino miomo. Ile na akabandulilo. Ino miomo yo tenje no yachwa ule. Na ngale mikwechi basitinde lole mikwechi beni. Na ngamali malilo. Na sitinde nebo babochwa bale chai. Dalomba kalwa eyo. Toshikenya. Tukwambaka ato somene bile bya alama. Na hano achu shikamake akalamo oluno suku na shikenena miwechi miomolonge ya tunaenda kusoma maisha ya marehemu kwa sababu tunaona tuchanganye lugha kwa sababu labda kutakuwa wengine si wabembe lakini wapeleke habari ya msiba au maisha ya marehemu. Miwechi na CM Kibembe tunasema kile ambacho familia imesema juu ya mtu wao ndio watu watabeba. Labda huko mitaani utasikia habari zingine, hizo ni za huko mitaani, lakini habari za familia kama familia ndio hizi tunasema hapa. Miwechi longi. Hotuba ya maisha ya marehemu leo ni tarehe 26 mwezi wa 11 mwaka wa 2021. Kwa jina marehemu alikuwa anaitwa Mbelechi Biaombe. His name was Mbelechi Biaombe. Jina maarufu alikuwa anaitwa DG. Most people have been calling him DG. Marehemu alizaliwa Panundu. He was born at Nundu. Pale nchini DRC. In DRC. South Kivu. South Kivu. Kwenye zone ya Fizi. Fizi. Collectivité ama sekteri ya Tanganyika. Tanganyika collectivity. Mnamo tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 1986. In January 1st, 1986. Marehemu baba yake anaitwa Mbelechi Biaombe Santier. His father's name is Mbelechi Biaombe Santier. Wa jamaa la Bashib Inji. From the Bashib Inji community. Nyumba ya Locha. The house of Locha. Familia ya Msambia. The family of Msambias. Ni Mbembe Mbondo. He is Mbembe Mbondo. Mama yake anaitwa kwa jina la Christina Naabwe. His mom is Christina Naabwe. Wa familia ya Balala Bashilomona. From the Balala Bashilomona family. Baba na mama wote wangali. His mom and dad
dad are still alive. Wako pale Afrika katika nchi ya Malawi. They are in Africa, Malawi country. Marehemu alisoma hadi akapata diploma d'etat. His education, he studies up to the high school level, 12th class. Pale kambini ya Lugufu, Tanzania. In Tanzania at Nyarugusu camp. Marehemu alibahatika kutumika kazi. In his life he worked. Pale kambini Nyarugusu alikuwa mwalimu kwa shule la msingi EP Rehema. He was a teacher there at Nyarugusu camp, EP Rehema. Na hapa Marekani alikuwa anatumika kwenye kampuni ya Kota. And here in USA he was working at Kota's company. Marehemu amebahatika kuacha mtoto mmoja wa kike. He left one daughter ambaye alizaa na kabila la Bazoba, who was born with a lady from Bazoba's tribe. Na aliacha mchumba. But also he left her Kwa sababu fiancé. tarehe zilikuwa zimeshakamilika kwa mchumba wake kuingia. Because the date was near for him to be getting married. Lakini kalenda yake ilifika, ikafika mwisho. But before the marriage, God loved him and took him. Na huyo mtoto wake anaishi Uingereza. His daughter is in UK, United Kingdom. Marehemu aligonjwa magonjwa muda mfupi tu. Our brother was sick for a few days. Mnamo tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka huu tulionao, On October the 24th this year, ndio marehemu alianza kujisikia tofauti katika mwili wake. he started feeling not good. Akapelekwa hospitali, They took him to the hospital. pale akafanya wiki moja, Was there for 1 week, admitted, akatoka, and then they released him. akajisikia vizuri Feeling tuseme, like at least he was feeling better. kwa sababu kama siku moja au mbili alienda kazini. Because after being released from the hospital, 1 or 2 days, he went to work. Ilipofika tarehe 18 mwezi huu wa 11, On the 18th of November, mwaka huu tulionao 2021, this year was 2021, marehemu akaaga maisha. our brother passed away. Kwa hiyo marehemu hapa duniani ameishi miaka 35 tu. So our brother lived here for 35 years. Kwa hiyo familia ya Bashir Minji The Bashir Minji's family inatoa shukrani zetu kwa jamii yote ambayo imekuja kuomboleza pamoja na sisi. We do thank you all who came to join with us on this condolences. Tunashukuru tena, shukrani zetu za dhati kwa Emo ya Mbondo We do also Tennessee, we do also thank the Emo Yambondo Tennessee, kwa sababu tangu marehemu alipopoteza maisha mpaka leo hivi Emo ya Mbondo wako pamoja nasi. because since our brother passed away till now, Emo Yambondo Tennessee have been with us. Pamoja na watu wengine wametoka maseti mengine, familia ya Bashir Minji tunasema tunashukuru sana. With all other people who came from different states, we Bashir Minji family we do say thank you. Pamoja na hayo, familia ya Bashir Minji tunatoa shukrani zetu kwa kanisa. But also Bashir Minji's family we do thank the church, Kwa kweli kanisa ni msaada mkubwa sana. because the church is really helpful. Na ningeacha na shauri kidogo, And I would like to advise, kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu, because I'm also a minister. pamoja nasimama kwa upande wa familia, lakini natakiwa nitetee Mungu.
And if I'm standing here on behalf of the family, but also I need to be. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Ninaomba watu wetu, jamii yote wanaonisikia leo, I would ask our community who are listening today. watu wengi wanastuka na kifo. Most of the people have been getting shocked when they heard about the death. Lakini hawastukie maisha yao. And they don't care about their life. Lakini kwa sababu watu wengi wamepoteza maisha yao, hawapendi kuyapeleka kwa Mungu. Because most of the people have been lost their life. They don't bring their life to God. Kifo kikishatokea ndio watu wanaanza kuregrete. When the death happened, then the time people have been regretting. Lakini ingekuwa kila mtu ajiulize, ikiwa saa yangu, ikiwa ni mimi, angekuwa mimi nimelala hapa, ingekuwaje? But it's better everyone to be ask himself, if I could be me, who's sleeping there, what could be happening? Kwa sababu Yesu alisema msinilie mimi, jililieni ninyi wenyewe na watoto wenu. Because even Jesus said, don't cry for me, just cry for you, yourself and your children. Kwa sababu kila mtu atakufa. Because every one of us will be passed away or will die. Lakini utakufa, utaenda wapi? But after your death, where are you going? Lakini ningekushauri umpe Yesu maisha yako. I would ask you, please, give Jesus your life. Mibwechi, miomo, Mibwechi, death. Na mami ya mulunge. Mibwechi, malelo. Inatenda bali kolondecha usutango tunda kanya mwalo hose wachundicha leno chuba na hana tuchungula lusuku na ele tukyu eta wiki libo tose nabi abibele hana tochu ana bokeni ubalo tumana de mana katwane mato ano yuge ono ane kombaka ala bolekelele nikenda bolekelele abeke alekelela na lumu lusuku tostuwe abashikwe mangene bayi umuntu twala kilo tuyana askila tola akamba tuyana manaki isi nilekiku bena mami yo na mami wechilo shieta bilu bitola na hano tuya olya obolekelo kwa kwamba ke mshika lunge tula ha twachola la imituna be omaki na shieta yake asato tulina bamwichu baliano mwiki bitukyo toto alongalia buchie samani tunawachomba mtu toto alongalia buchie tutarudi pale ambapo tulipo twashi eteleweke tambondo tutafanya lile ambalo wabondo huwa tunafanya lumbaka mwichana yake kolo tunajua kwamba mjomba mtu ana mahali pake pa na wakemsa wolo ubero wa mibwechi ya mwiwa wake yake rasmi atakayoiambiwa na kungale na yashi na nacho atakachofanya kama mjomba. Tulinama na bamachi, tuna watoto wa kike bali na bakijana wanasema ambapo huwa wanakaa na bali na hivyo na huwa wana chakula chao huwa wanadaiwa. Tulinaba songani, tuna wandugu wa upande wa kike na bongo vile ni motendi tukiwa twanyana nao wasikie vile vile kama vile wao tunafanya. Ino ni motenda lubakabiyu mahana toto ala buchie atushi eke atulumulili. Hichi ninachosema ni kwamba ni marudio ya pale ambapo tunapolilia ndipo tutakaporudi. Itola bena mamio na mami wechilo itola eno inibo lonulo suku twatola twabata make. Kwa kumalizia ni kwamba siku ya leo tunatinda msiba inje stenda bino nibo. Kwa hiyo familia mingi nasema kwamba ulo mambo chonde cha Mungu chombonja natenda shekenene yule atakaye kuja kuomboleza pamoja nasi tunakaribisha nyote. Ile hali ilekele la hose mbochwa niko pale karibisha kila yote yule. Walo bonga kwa upande wa kanisa ulo ni muamba kwa kule ninapotumikia byane bisambo marafiki zangu baba ni basongani wa ndugu zangu wote kwa upande wa mwicho na wajomba na niki nibo asesele na ina yake na najua kwamba alikuwa ameshakuwa na mwenzie natenda nibo tubose muna mbuchungo tilicha binu bitumotwa italumbaka tatuibele
Kwa hiyo ninawaombeni sana tufanye kama lile ambalo huwa tunafanya bila kusahau. Nakanya mpaka bili bitoro motendano itulia waungwa. Nashukuru kwamba kwa sababu yale ambayo nimeshaongea tayari kila mtu anasikia vyema. Ya shikara leshile tu yatokebele cha halabu chini hatui. Kwa hiyo kinachobaki ni kwamba ni kwenda kutulia pale ambapo tunastahili kutulia. Na mami omo, Poleni sana. na mami kwechi, Poleni tena. na mama nelolungu. Yes, in short, I would like to speak in short what he was saying. It was just an announcement that after taking the body to the grave, we'll come back here. We'll have something to eat and drink. But also we have uncles here. They'll have their special place. They'll have a room for them where, according to our culture, they will meet with them and be telling them what happened to our brother passed away. But also we have the ladies. They also knows what to do. They have also their place. But also today will be the last, according to our culture. We'll end our death here and everything will be done today. But he is welcoming those from where he was working, from family, the community. Whenever you have that chance, you may go home to visit him so you can sit together with them. That was it. Thank you. It's time for the church for the announcement. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tunakwenda kutoa matangazo kwa upande wa kanisa. Matangazo yetu yako katika sehemu mbili. Our announcement is from today. Sehemu ya kwanza tutazungumzia maisha ya kiroho ya marehemu. First of all is we need to speak about his spiritual life. Na sehemu ya pili tutapeana maelekezo vile ambavyo tutaondoka tukimaliza ibada hii. And secondly will be the direction how we'll be living here going to the grave. Marehemu alikuwa anatambuliwa kwa majina ya Mbelechi Bya Ombe Deje. Our brother was known as Mbelechi Bya Ombe Deje. Alipokuwa pale Kongo, kwa taarifa tulizopata ni kwamba alijiunga na kanisa la Neo Apostolic pale Nundu. When he was Congo, he was a member of Neo Apostolic there at Nundu. Baada ya kutoka Afrika kuja hapa Marekani, alijiunga na kanisa la Grace Nazareth mahali hapa. When he came here, you say he joined with the Grace Nazareth Church. Hadi mauti alipomkuta alikuwa ni mshiriki wa kanisa hili. Till when God called him, was still a member of this church. Kitu kikubwa ambacho tunaweza kusema ni kwamba marehemu alipata nafasi ya kutengeneza maisha yake kabla ya kuondoka. What we would like to say is before his death, he had time to prepare his life. Kwa hiyo tunaamini ndugu yetu ameondoka katika mazingira mazuri sana, na imani yetu ni kwamba tusipozimia roho siku moja tutakwenda kuonana. So we believe that our brother is in a good place, and if one day we'll meet again. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Sehemu ya pili ni mtaratibu wa jinsi tutakavyoondoka mahali hapa mara baada ya ibada kuisha. Second is how we'll be leaving this building after the service end. Msafara utaongozwa na magari ya escort. We'll be having the escort cars. Baada ya magari ya escort litasimama gari ambalo litachukua mwili wa marehemu, litakuwa nyuma ya gari za escort. And then the second car will be the car with the body. Baada ya gari la mwili wa marehemu litakuwa gari la watumishi, kwa maana ya wachungaji na watumishi wengine wa kanisa hili. Then the second one will be the pastor's car. Baada ya gari la wachungaji itakuja gari la familia. And then the family cars will follow. Baada ya familia itafuata gari ya Emo ya Mbondo, nitualite Emo ya Mbondo hapa. And then the next car will be the car from the leaders of Emo ya Mbondo.
Na baada ya hapo waombolezaji wengine wote tutaunga msafara kuelekea kule makaburini. And all other churches will be joining the line. Bwana Yesu asifiwe. God the Lord. Tukimaliza kuzika tutarudi mahali hapa, lakini sio hapa ndani. Tutakuwa upande wa pili kule kwa ajili ya chakula. Kuna sehemu imeandaliwa vizuri sana pale. Kuna watu watatuelekeza. Kwa hiyo usije huku ndani tena. Tukija hivi tutaingia moja kwa moja kwenda upande wa pili kule. After finishing the service at the cemetery, we would ask you to come back here. And it will not be on this building again. It will be the other one on the other side of the door. Tuna viti vya kutosha, meza za kutosha, kwa hiyo utapata nafasi yako, utakaa pale, baada ya kuchukua chakula chako utakula. We have plenty chairs, a lot of chairs there, so you will sit and have something to eat. Tuombe kitu kimoja kwamba usitoke na chakula nje. We would ask, please don't leave with the food. Usitoke na chakula nje, ni kwa sababu ya kuhakikisha mazingira yako salama. Don't leave with the food because we need to make sure that the environment is clear and clean. Tutakuwa na trash cans kule ndani, kwa hiyo ukimaliza unakunja ule uchafu wako unaweka kwa trash kule ndani. We'll be having the trash can inside, so when you're done eating, then throw all the remaining in the trash can. Nafikiri tukifanya hivyo tutakuwa tumesaidiana vya kutosha. Hope that if we do that, it will help a lot for us. Mungu awabariki sana. God bless you. Poleni sana. Sorry for what happened. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tunashukuru kwa habari ama taarifa zote zinazohusiana na marehemu. We do thank for all announcement. Upande wa familia na kanisa pia. From the family and from the church. Na kwa maana hiyo, therefore, wakati tunapokutana watu wa Mungu lazima tuangalie chochote kile ambacho tunaweza kusaidia familia yao. When we met as people of God, we always think about what can we do to help the family which is remaining. Katika mila yetu mara nyingi tunaita sadaka. In our culture, most of all we call offerings. Wewe niombe itakuwa chombo hapa, baada hapo tutaita kanisa la First Nazarene wataimba wimbo, na katika wimbo huu wa First Nazarene tunachangia kutoa sadaka. Baada hapo utakuwa chombo ambao watu watakwenda kutoa sadaka. Lakini kabla hatujaingia kwenye sadaka, niombe uongozi wa Ambondo Tennessee, kama una neno karibu. Yeah, before the offering starts, I would ask you, the leader from Ambondo Tennessee, to come forward if you have an announcement. Niombe mtumishi Baseswa karibu. Yes, the servant Baseswa, welcome. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise the Lord. Nataka kusema kidogo jamani. Tulimpenda sana ndugu yao Mbembelechi, lakini Mungu amempenda zaidi. I would like to say this. We love our brother Mbelechi, but God loves him most. Labda wengi wanifahamu, wamenisikia kwenye mitandao. Mimi ndo naitwa Benjamin Obedi Baseswa, mwenyekiti wa Ambondo Tennessee. Probably most of people that don't know me, my name is Benjamin Baseswa. I'm the chairman of Ambondo Tennessee. Nitoe sifa zangu kwa wabondo wote wa Tennessee kwa kazi ambao mmetenda. I would like to thank all Mbondo Tennessee for what you did, for a job you did. Mmeonyesha kweli kwamba sote tulikuwa tunampenda kijana wetu, na kweli Biaombe alikuwa kijana mtulivu na ambaye alikuwa rafiki wa kila mtu. For how you show that we all loves our brother, and he was a passionate person, a friend, a person, a man of people. Lakini Mungu amempenda kuliko sisi, ndio maana amemchukua.
But God loves him most. That's why he called him. Jina la Bwana libarikiwa. Praise the Lord. Kwa hiyo sijui kama wanakamati wa Ambondo Tennessee wapo hapa, wangesimama tafadhali. Therefore, walipo nisiwasumbue. I don't know if all Mbondo Tennessee members are here. Let them please stand up where they are. Nimeona wazee hapa mimi. Wamesimama. Sawa. Ule ni ndugu Blaise ambaye mnaona kule. Tuna mzee wetu Bitan Chungu yuko hapa. Ndo mwenyekiti wa kamati yetu ya wazee. We have our elder Bitan Chungu, is the chairman of elders team. Sijui kama kuna hata vijana wetu nao ambao wamehusika kukusanya chakula, ambao wanakusanya pesa au madezoni sijui. I don't know if we have our dezones here. Tuna ndugu Selemani kule nyuma ndo anahusika na maendeleo ya Ambondo Tennessee. Mr. Selman is the one who is leading the project. Sijamwona akina mama wa mama, kamati wa mama. I don't see women leaders here. Bado wamebaki nyumbani. We are not sure if she's still home. Inawezekana bado anatumika. Tuko na ndugu Blaise pale, hao ndo wamoja na yeye ambaye anahusika hapa ndo mshauri wa Ambondo Tennessee. We have seen our brother Washington Blaise, and the person who is speaking here are those who are counselors from Tennessee. Samahani. Tuna mzee wetu hapa Mtanielwa, ni mmoja wa wazee. Tuna utaratibu wa kila familia huwa na represent wake katika jamii yetu, na ni ndugu Mtanielwa hapa. We have also our leader, Mr. Mtanielwa. He is the leader of one tribe community here, and also he's the leader of elders here in Tennessee. Lakini najua tuna wageni kutoka nje, kwa hiyo labda mimi sitawatambulisha. Ninamwona ndugu katibu hapa, angesimama aje atambulishe wageni ambao wametoka nje ya Tennessee. But also we have guests from outside Tennessee, from different states, and it's my time to ask our secretary. Huyu ndo katibu wa Ambondo Marekani mzima, na kwa hiyo atakwenda kukaribisha watu wengine ambao wametoka nje ya Tennessee. This is the secretary of Ambondo USA, so he will be taking this duty to welcome all leaders here from different states. Itawele emo enumi omo tumutanga miyomo lobakalwa hadi tule nayo. We just say miyomo because of situation we have. Na si etatu tunatenda lele ishukurunika kila wa umwa o umbali woso ya wa umma uone mpaka chola matuli. What I would like to say is to thank all of us who came from where he was to join with us today. Bangi ba obakana kabisa makiela utemano maayo bangi ba itopa wachi lakini baile makiela kwa hiyo twakanya hiyo bila nyingi. Some have been having hard time to join with us here. They are still on the way coming, so we do thank for that too. Shetani tenda mnikiti nakanya wewe wimba nafasi shekenecha babutwa. What I would like to say is to thank the chairman for giving this opportunity to welcome all the guests. Ine uchina nikiwa Choma Eliasi. My name is Choma Eliasi. Naite vyatenda ine yule mande ange msalandi wa Ambondo Marekani ino kamati ya mpito. And as he said, I am a secretary of Ambondo Tennessee for Ambondo Marekani USA for the this is a temporary committee
mwenyekiti na mwana yongale wa mwingine na baada ba Obama kila. Kwa hiyo huila werazi batia ngene yaula tukaribishe wewe mwenyekiti wa Ambondo Marekani ashisheni moja kwa moja, na wakati walimu utatoka mbuwe uwepo hapa the state uma state tofauti uma state tofauti batole nebo kama mchunge. Kwa hiyo niko che mwenyekiti wa kamati ya mpito na mlembezo wa Marekani ashituenda maiki moja kwa moja. Our chairman was among those people who have been having hard time to join us today, but good luck is here now. Let me welcome him to join with us and take the opportunity to welcome all leaders who are here. Miomolonge. Sawa, inatanguliza na kakya baka isi abana yeto ya chingana na bila bila tatango hewa address achi to yala ka o shoto chingeta kika maumi karimu masatu yato ndamunda kabisa. Kwa hiyo mtu kakiri sana. I would like to say I'm sorry for what happened. We had a different address, so when we went there, where they gave us the address, coming back, it took us almost 30 minutes to join with the here, so we are very sorry. Death. Miomo. Sawa, ine ochina nicho kuchibwa Ebela Mabelumbi. My name is Ebela Mabelumbi. Ite biatenda wetu msalangiano. As our secretary said, ine iwa imanina kamati yetu ya mpito ya emusi Marekani. I'm the chairman of the temporary committee. Ile mkaji wa Kentucky, Lexington. I'm living in Kentucky, Lexington. Niche ile yato tatuma betu sangane hano ele miomweno tole mutanga tanga hano mikwechi. And I know what caused us to join here today is because of the death. Sheta mbembe ni bo inobe kembulu na obe wanchamela nyenge. Ele mutaki tena ni bo shida taituma yantu mo. Eki oba ya bato boss eki wanja ule hono na peshi yake ule wakabeli na wakasana. According to Mbembe, they said when your friend have trouble, then you have to join with them. Na ejo kabisa ya toma neto toa chu ancheto nende to chu hano mbaka to chu lela omuchinge kuchetu wabwa na aba kuchetu ba Tennessee. That's why we came from where we were to join with people in Tennessee to cry together. Benumiomo. Sheta babondo ele bene miomo meto anwa lo shile loembo bakira luzuku. As this is the things which I've been talking every day about the death. Na mbembe wa ale abele mujifunza kama mboka ya kumbwa na mikwechi sana babele mujifunza mikwechi hena baya ina beni. And according to our culture, Mbembe, the elder Mbembe, when the country or the community facing death every time, they had time to discuss, to think about the cause of those deaths. Because the deaths have been happening in different ways. Lakini nile motaka itenda na wenda ito mona betu tibalombochi. What I would like to say, as leaders, as we have been seeing, tuamona chinusuku mikwechi ya ghafla hele zaidi uvijana. We have been seeing the immediately death have been happening to our youth men. Na itoma bechubale yano ibazazi. And we as parents, na bechubale mulama na babo bana beto bakumbaka msea. And we have been living with those our young men and girls.
Kwa hiyo bila vile gango ile tujifunza lole bila hivi tumula mana bana bila hivi tule mkote chaebo mango bila wezekana hindi mwechi ile mchomba kama nyatichi ya sona. Benumio. It would be better to stay with them and think how are we taking care of our children, because some of the death may be caused because of the way they are living. Basi na shika na hila wazazi. That's what I was trying to advise the parents. Bile gange ile tunaba tumujifunza kabisa mwechi ile na mtoto kia bile himba kanshile manga sana. It's better to learn the cause of the death because it's coming a lot. Sheka shishika kote nkonje manga. I don't need to take bakabi jange bila yabu uya. Because the time is tunaenda tu nafasi yeno yimi bilombo chibieto by the states. I would like to take this opportunity to stand all our chairman of the states. Na nafikiri bishile vyange ile uyombora bianya bana luimana boss tu amuchinge. And because our time is not friendly to us, I would like all of us to stand together. Nafikiri bana njimana tu by the state batwe na bwana. I would ask them to stand, the states and the cities, if they're here, from different states and cities. Kwa hiyo tunao mmoja, You see one of them? asante sana. Kwa hiyo nadhani na watu itenda fulani na toa ni state fulani na nadhani na benge zaidi kwa bilo. Yeah, I would ask them to announce themselves, their names and where they come from. Yomo. Inaomena ni kubuchiwa Tanjante Ngongo Mtambala Beno Pakaju. My name is Tanjante Anjo. I'm the assistant chairman of Kentucky States, leading with the Kafila Bulimwengu. Miyomo ineniki kujiwa nongecha malanda take inide siwa Louisville, Kentucky. My name is Longecha Malanda. I'm the chairman of the city of Lexington. Oh, Ruvu, Kentucky, sorry. Miyomo Mwechi Omena kujiwa Joseph Msambi waziri ine makamu mwenyekiti wa Sira Bowling, Kentucky. My name is Joseph. I'm from Bowling. I'm the assistant chairman of the Bowling City. Beno Miwechi. Omena nikiuchukua bwana Alfa maarufu Makanaki. Ni mwenyekiti wa Siri ya Texas. Ni mwenyekiti mkuu. Asante. My name is famous name is Makanaki. I'm from Texas, chairman of the state of Texas. Beno Miwechi. Tunao ndio ya sana. Miwechi. Machangu kuchua Bakari Alfa. Le secrétaire de la Sénégal Missouri, le président de la Sénégal Missouri. I'm a secretary from the state of Missouri. My name is Bakari Alfa. Bakari Belford. Beno Miyomo. Batolo ete ongewa imana. You don't see any other Sasa bali babo kwa na maongo wale mjira. So we hope those are all who are joining us today, but probably somewhere in the way coming. Miyomo. Sheta kama mlimomana ni mobobolo muitoa no ile atindile mbembe libo wasasa ngwa kwela mboko kyoto cha mchulo uri kama imboko kama ingyoko akyoto cha mchulo uri itawele iyo itoka kilana etuma takitenda ile ni bon kabla shina tenda bino binabulo muitoano uchina da kamati kabisa ya baraza yetu ya mpito nataka nikanye batu ba Tennessee
On behalf of our committee, the temporal committee, I would like to thank the Tennessee leaders and the people from Tennessee. Na lelo letu ikanyele lichangana na atua amalo eta nchinusu kuchache tu cha itanaho cha mchango wa pesa umalo hila yeta nina olia emus ubanda na mikwechi ya state mwenji. Kwa kweli twalomona hata betu atobele yabele bumbuwazi kabisa. Benu makole. And our thankful is because of what you did, the contribution you gave us for the death of 7 states which were passed. It was wonderful. Na tunaunda hewa ambukize Chinge State ule mfano wange ni saa. And we would like that culture to be even going through the other states, to be adapted from the other states. Sawa na ele inabulwa ele ni ba the state na ba the city ba unwa baada ya mazishi longe ba subileano. And also I've been told that after we finish, after coming back from the grave, we are asking the states and the cities to join here again. Na enina wana yo ele ni ngawa sike mumbaka shirawo sangwa ayino byalombya nishumutaka tu presenter kamati ono i wetumande i. I would like to present our committee. This is our secretary. Let me allow him to speak again. Thank you, because I'm the secretary of the temporal committee. Miomo, asante manga na makamo wane akiuchiwa mama Zaina Alex akiishi Michigan. We alwala tapata nafasi kabisa tunusu kwa sumbuliwa kwa wa ubakanyaye we. My assistant, her name is Zaina. She's living at Michigan. She's living at Michigan. She didn't join us today because she's not feeling well. Sawa nabange tumanyamanya botu bile mukilelesha suku. That all other will be knowing them as the days are still going on. Benumio. Basi namsaoa uhusiano na kamati tochie nike ba the state bale yao iba mbwela misao zaidi. But also what the committee have been doing, I believe the leaders of the states will let you know. Nani kibashi boke. And I believe that they have already told you. Miomo. Asante ama. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Niombe kwa haraka First Nazareth Church wana wimbo, na katika wimbo huo niombe watenge vyombo vya sadaka. Yeah. First Nazareth Church of the song, and when they will be singing, we use the song to take our offerings. Hallelujah. Nongeni mutaki kimba limbo la hakuwezete kanisa ya Nazarene. I would like to sing a song which is presenting the Nazarene Church. Mweko walanga nsenge ulimolonda butamba bwake bwani ya manga twachimbo wana manja chalu. Mweko walanga nsenge yulimolonda butamba bwake bwani ya manga twachimbo wana manja chalu. Osembo cha oluya walekelelwa nalu. Osembo cha oluya walekelelwa nalu. Unaanda oba mtonga wabito walekelelwa nalu. Ikonda malo
being here today. Asante kwa kuwepo hapa leo. Being here to support this family who is feeling the loss. Kuwepo hapa kuisaidia familia hii ambao wamepotelewa ndugu yao. To the family, I would say I'm very sorry for your loss. Familia ninasema ninasikitika kwa kuachwa na ndugu yenu. And I extend my deepest sympathy to you. Kwa kweli ninaonyesha uchungu wangu mbele zenu. I pray that today you will be comforted by the presence of so many people that are here to support you. Maombi yangu kwamba uwepo wa watu wengi utawasaidia kuimarisha. I pray that you will be comforted by the presence of our Lord Jesus Christ who is with you. Lakini pia ninaomba kwamba Yesu Kristo atawasaidia kuimarisha pia. Our God is offering his sustaining grace to you today to carry you through this. Yesu Kristo anatoa neema inayoendelea kusaidia. And I also pray that you will find comfort in God's word today in the scriptures. Lakini pia ninaomba kwamba neno la Mungu leo kupitia maandiko itakusaidia kusimama. We're going to read a couple of scriptures today from the Gospel of John. Tutakwenda kusoma baadhi ya vitabu leo, mistari kadhaa kutoka kwenye Injili ya Yohana. And I would just ask Joseph to read them in Kiswahili. Naomba nisome Yohana sura ile ya 14 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Neno la Mungu linasema, Yesu akawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu. Muaminini Mungu, niamini na mimi pia. Katika nyumba baba yangu mna nafasi nyingi. Kama sivyo nisingeliwaambia kwamba nakwenda kuwaandalia makao. Na nikisha waandalia nitarudi kuwachukua mkae pamoja nami, ili mahali nilipo nanyi mpate kuwepo. Amen. Alafu Yohana sura yake ya 11 mstari wa 25 na 26, neno la Mungu linasema, Yesu akamwambia, mimi ndiye ufufuo na uzima. Mtu akiniamini mimi hata akifa ataishi. Na yeyote anayeishi akiwa ananiamini hata kufa kamwe. Je, unaamini haya? We praise God for his word today. Tuombe kwa ajili ya neno la Mungu leo. Let's pray. Tuombe. Almighty Father, our heavenly Father, Yetu wa mbinguni, we are here today in this room, Lord, and we're filled with sorrow. Tuko hapa katika nyumba hii tukiwa na huzuni. But we realize, Lord, that we are dependent upon you and we are trusting in you. Lakini tunaamini kwamba tunakutegemea wewe na tunakutegemea wewe pia. We know that you love us and that you care for us. Tunajua kwamba unatupenda na unatujali. And we know that you can even turn our sorrow, our grief, our mourning into a celebration. Tunaamini kabisa kwamba unaweza ukabadilisha huzuni, manunguniko, masikitiko yetu kwenda kwenye wokovu. So touch us, Lord. Heal our hurting as we submit our hearts to you. Bwana tuguse, ponya mioyo yetu tunapojikabidhi kwako. You are our refuge and you are our strength, O Lord. Wewe Baba ndiye ngome, ndiye msaada wetu, tutie nguvu. You are our help in our troubled times. Wewe ndiye msaada wakati wa matatizo. Give us, Lord, your mercy today. Tupe Baba neema yako leo. May those who are feeling sorrow, may those who are in grief feel your abundant grace today. Wale wote ambao Baba wana huzuni, wanasikia kunung'unika, Baba wafunikwe na neema yako kuu. We ask these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Amen. We're going to read one other scripture from 1 Peter. Tutakwenda kusoma kitabu kingine kwenye ile Petro ya kwanza. Ni kitabu cha Petro wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 3 mpaka wa 9. Neno la Mungu linasema, asifiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa rehema yake kuu ametufanya tuzaliwe upya ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Na tupokee urithi usioharibika, usiooza na usiochuja ambao umewekwa mbinguni kwa ajili yenu. Nanyi kwa imani mnalindwa na nguvu ya Mungu
mpaka utakapofika wokovu ambao uko tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Furahini sana katika hilo, ingawa sasa kwa kitambo kidogo ni lazima mpate majaribu ya kila aina. Majaribu yataifanya imani yenu ambayo ina thamani kuliko dhahabu iwe imepimwa na kuthibitishwa kuwa ya kweli, kama vile dhahabu ambayo ingawa ni kitu kiharibikacho hupimwa kwa moto. Ndipo mtapata sifa, utukufu na heshima siku ile Yesu Kristo atakapofunuliwa. Ingawa hamjapata kumwona, mnampenda, na ingawa hamuoni sasa, mnamwamini na kujawa na furaha tukufu isiyoelezeka, maana mnapokea wokovu wa roho zenu ambao ndio lengo la imani yenu. Praise God for his word. Bwana Yesu asifiwe kwa neno lake. As we're gathered here today to honor and remember our dear brother, we have a sense of grief, a sense of loss. Tunapokusanyika hapa kwa heshima ya ndugu yetu ambaye amefariki, rafiki yetu, ndugu yetu, tuna huzuni, tuna maumivu. And these verses that were just read from 1 Peter acknowledge grief and loss. Mstari tuliosoma kutoka kitabu cha Mtume Petro inaeleza habari za huzuni na uchungu. Even in the lives of Christians, we experience sorrow and loss and times of grief. Hata maisha ya Kristo tunategemea kuzunika wakati wa kufiwa. This is normal. Hiki ni kitu cha kawaida. When a loved one passes, it's normal to experience a sense of grief, and these scriptures, by acknowledging it, give us permission to grieve. Kati mpendo wetu anapofariki ni kitu cha kawaida kupitia hii hali ya huzuni, na mistari inathibitisha hilo. Acknowledging these emotions in Scripture, we realize that is part of life for those of us on earth. Mistari inathibitisha hali ya msukumo wa maumivu wakati tunapofiwa. Grief and sorrow is an expression of the love that we have for our families and friends. Huzuni na ule uchungu ni uthibitisho wa mapenzi tunaokuwa nayo kwa mpendo wetu. Our Lord Jesus understands our sorrow and our grief. Bwana wetu Yesu Kristo alijua huzuni na uchungu. The prophet Isaiah talked about Jesus, prophesied the coming of the Messiah, and he described him as a man of sorrow and acquainted with grief. Isaya alisema hilo juu wa Masia namna gani ambavyo ilipata uchungu. So even though we are grieving today, we know that we're not grieving as those who have no hope. Hata kama tutakuwa tuna huzuni na huo uchungu, lakini si kama hao ambao hawana tumaini. We have hope in the resurrection of Jesus Christ. Sisi tuna tumaini katika ufufuo wa Yesu Kristo. In the Christian calendar, we are entering the season that we call Advent. You'll see that the church is decorating for Christmas. Katika kalenda ya Kikristo tuna tukio ambalo utaona kanisa linapamba kitu ambacho tunaita Christmas. Advent is the time when we remember and we celebrate our coming Messiah. Ni tukio ambalo tunakumbuka ujio wa Masia. Not only do we celebrate our Messiah that was born in a manger many years ago, but we celebrate the time in the future when our Lord will return. Lakini si kwamba tunasherehekea tu kuzaliwa kwa Masia ambaye alizaliwa ndani ya zizi la kondoo, lakini pia tunasherehekea ujio wake Masia ambao anakuja. We do celebrate that our Savior was born so many years ago of a virgin. Tunasherehekea kuzaliwa kwa Masia wetu ambaye alizaliwa na mwanamke bikira miaka mingi iliyopita. He lived a sinless, perfect life. Aliishi maisha matakatifu yasiyokuwa na dhambi. He taught us about God the Father. Alituambia habari za Mungu Baba. He taught us how to live a relationship with the Father. Alituambia namna ya kuishi maisha ya mahusiano na Baba. He suffered and died on a cross for our sins. Alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. He was raised from the dead by the power of God the Father. Alifufuliwa kutoka kaburini kwa nguvu za Mungu Baba. And this gives us hope today. Na hili ndilo tumaini letu leo. The first theme of the Advent season is hope.
Kitu cha kwanza kwenye tukio ambao tunalo ni ile tumaini. Although today is a day of sorrow and a day of grieving, we have hope. Ingawa leo ni siku ya huzuni na uchungu, lakini bado tunalo tumaini. We have hope through the resurrection of our Lord. Tunalo hope kupitia ufufuo wa Bwana wetu Yesu. Jesus came back from the dead. Yesu alikuja kutoka wafu. This gives us hope. Hiki kilitupa tumaini. This tells us that death is not the final answer to us for this life. Hili linatuambia kwamba kifo si kitu cha mwisho katika maisha yetu. For those who have been born again, wale ambao wamezaliwa mara ya pili, for those who have put their faith in Jesus Christ, death is not the end. Wale ambao wameyakabidhi maisha yao kwa Yesu, kifo si mwisho. There is much more to come. Kuna kitu zaidi kinachokuja. When Christ was raised from the dead, Yesu alifufuka katika, he defeated one of our greatest enemies. Alishinda yule ambaye ni adui wetu mkuu. That enemy was death. Yule adui wetu mkuu ilikuwa ni kifo. Death no longer has power over those who are in Christ. Kifo hakina nguvu tena kwa wale ambao wamo ndani ya Kristo. Si ndio? Ndio. Praise the Lord. Sifu Yesu. We are no longer defeated by death. Tuwezi kushindwa tena na kifo. So our hope is in Jesus Christ. Tumaini ndani ya Yesu Kristo. Death is not the end. Kifo si mwisho. There is no end when we are in Christ because we will live with Him for eternity. Hakuna mwisho tunapokuwa ndani ya Yesu kwa sababu tutaishi naye milele. So today we believe that our brother is in the presence of Jesus. Leo tunaamini kwamba ndugu yetu yupo pamoja na Yesu. There is no more sickness for him. Hakuna magonjwa tena. He is not experiencing sorrow and grief. Hakutani tena ile huzuni na uchungu. There is only the peace and joy of being in the presence of the Lord. Anayo amani na furaha kuwa pamoja na Bwana. We have sorrow because our brother is no longer with us. Tunayo huzuni kwa sababu ndugu yetu hayupo pamoja nasi. But we find peace in knowing that he is in the presence of the Lord for eternity. Tunapata amani tunapokona kwamba yupo pamoja na Yesu. Our hope is in Jesus Christ. Tumaini letu liko ndani ya Yesu. He is our Lord. Yeye ndiye Bwana. He is our life. Yeye ndiye maisha yetu. He is our salvation. Yeye ndiye wokovu wetu. The same hope is available for everyone. Tumaini hilo lipo kwa kila mmoja. If you do not have this hope today, kama hauna hilo tumaini leo, put your faith in Jesus Christ. Weka tumaini lako, imani yako kwa Yesu Kristo. Ask Him to come into your heart. Mwambie aje ndani ya moyo wako. Give your life to Him. Kabidhi maisha yako. Ask Him to forgive your sins and give you eternal life. Muombe asamehe dhambi zako. He will welcome you. Atakukaribisha. Let's pray. Tuombe. Our Father in heaven, Baba yetu uliye mbinguni, thank you for giving us your Son. Asante kwa kutupa mwanao. Thank you for the salvation provided to us through Jesus Christ. Asante kwa wokovu uliotupa kupitia Yesu Kristo. Thank you that through your Holy Spirit, your Son lives within us. Asante kupitia Roho Mtakatifu mwanao anaishi pamoja nasi. We thank you that you understand our sorrow. Asante kwa sababu unatambua huzuni yetu. We also thank you for the comfort and for the peace that you give us. Asante kwa kuwa umetutia nguvu na amani. Thank you for the hope we have of eternal life through Jesus Christ. Asante kwa tumaini tulionalo la uzima wa milele kupitia Yesu Kristo. Thank you for the life of our dear brother Mbelechi. Asante kwa ajili ya maisha ya ndugu yetu Mbelechi. We thank you that he is with you. Asante kwa sababu uko pamoja nawe. Continue to be with his family and his friends. Endelea kuwa pamoja na familia yake na rafiki zake. Pour out your grace upon them. Weka neema yako juu yao. Give them strength. Tia nguvu. Remind them of the hope that we have in Christ. Wakumbushe tumaini tulilonalo ndani ya Yesu. Surround them with your presence. Wafunike kwa uwepo wako. In Christ's name. Katika jina la Kristo. Amen. Amen. God be with you. Mungu awe pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Mimi wanapenda kitu kimoja, vipindi vimoja vya wenzetu wa Roman Catholic wanafanya. I would like some of our brothers Roman Catholic did. Wana vile vipindi ya wasomi
they have the period that they narrate. Anapomaliza kusoma anafungua anasema hilo ndilo neno la Bwana. When he finished reading, he said, "That's the word of God." Mimi wakati natafakari kile kipindi, when I've always think about that, ni kama mzigo ambao mtu anapewa. It's like a burden I've given. Na ile ambayo nimeshuka ndio neno la Bwana. And that's the word of God which I've given. Ni kwako na mimi kulifanyia kazi. It's for you and me to think about it. Ile neno si kwa ajili ya marehemu tena. This word is not for our brother who passed away. Ni kwa ajili yetu walio hai. This is for us who are living. Hilo ndio neno la Bwana. That's the word of God. Najua kwamba tunaenda na ratiba yetu jinsi ambayo tumeipanga na mida. I know that we are still following our schedule and the time. Kabla ya yote tumeanzisha matangazo. Before we had an announcement. Na kulikuwa matangazo mengine tulifikiria labda watu watafika kwa masaa yale. And there was an announcement that we thought that all the people will be coming on the same time. Nimeona watu wamefika nyuma, sio nyuma sana. But since some people come in a different time, yale matangazo mengine, that means that they came after those announcements. Kwa hiyo niombe katibu aje akatoe yale matangazo kwa ajili ya jinsi ambayo tutakwenda mlolongo wa kwenda kwenye makaburi. So I would like our secretary to come again and announce the announcement of how we'll be living here, going to the cemetery or the grave. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tunarudia kwa haraka utaratibu wa jinsi tutakavyoondoka hapa. Nilitangulia kusema kwamba gari la kwanza litakuwa ni escort. The announcement was how to live here. The first car, the car which will be leading us, the escort car. Kama watakuwa na magari mawili, moja, tatu, lakini magari ya escort yatatangulia. They'll have 1, 2, 3 cars, but the escort cars will be leading us. Baada ya escort tutakuwa mwili wa marehemu. After the escort car will be the car with the body. Baada ya mwili wa marehemu watakuja watumishi, wachungaji na watumishi wengine wa kanisa hili. After the body cars, then the following one will be the pastor's car and all other ministers' car. Baada ya watumishi itakuja familia. After the minister's car will be the following with the family car. Baada ya familia itakuja mutualite Yambondo hapa na wengine wote kutoka states tofauti. After the family will be following with the car with Yambondo community from Tennessee and all other states. Na baada ya hapo waombolezaji wengine wote tutaunga mstari, tutaendelea kwenda makaburini. And after that all peoples will be following the line. Tukimaliza kuzika tutarudi mahali hapa, lakini sio hapa, ni upande wa pili kule kwa ajili ya chakula. After finishing, jamani, nasema wale watu wa familia na watu wengine mtaona. This is only the family. This is only the family.
kama huko nje wende kama tunavyofanya utaratibu. I will ask those people outside, please don't leave. We are going on there. As we go down to the stage. Utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba, ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote, Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, japo machozi yatiririka. Kwa hiyo kama mchungaji ndio yuko hapa, hata tunasifika jameni, watu wa familia, kuna viti vyao hapa. Bandalini kule tuonane, 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 bandalini kule tuonane, tuonane, milele tuonane, bandalini kule. Kifo, 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 popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia. We want to read some scriptures today. Tutakwenda kusoma baadhi ya vifungu leo. The first one is from Job. Kitabu cha kwanza ni kwenye Ayubu. Ayubu sura ya 19 na mstari wa 25 mpaka 27. Ayubu 19, 25 na 27, neno la Mungu linasema, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamuona Mungu, nami nitamuona mimi binafsi. Nami nitamuona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yangu. Wakorintho wa kwanza sura ya 15
mstari wa 51 mpaka 58. Wakorintho wa kwanza 15:51 mpaka 58, neno la Mungu linasema, sikilizeni na waambia siri, sote hatutalala, lakini sote tutabadilishwa ghafla, kufumba na kufumbua, tarumbeta ya mwisho itakapolia. Kwa kuwa tarumbeta italia, wafu watafufuliwa, na miili isiyoharibika, nasi tutabadilishwa. Kwa maana hali hii ya kuharibika lazima ivae kutokuharibika, na hali hii ya kufa lazima ivae hali ya kutokufa. Kwa hiyo wakati kuharibika kutakapovaa kutokuharibika, na mwili wa kufa utakapovaa hali ya kutokufa, ndipo lile neno lililoandikwa litakapotimia, kifo kimemezwa na ushindi. Mauti, ushindi wako uko wapi? Na uchungu wako uko wapi? Uchungu wa kifo ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni sheria. Lakini Mungu ashukuriwe, yeye anatupatia ushindi kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu, simameni imara, msitikisike, mzidi sana kujitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana, kwa maana mnajua ya kuwa juhudi yenu si bure katika Bwana. And then from Revelation. Pia kitabu cha Ufunuo sura yake ya 14 na mstari wa 13. Ufunuo 14 mstari wa 13, neno la Mungu linasema, kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika haya, wamebarikiwa watu ambao tangu sasa wanakufa wakiwa ndani ya Bwana. Naam, asema Roho, watapumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yatawafuata. One of the verses that we read earlier at the church from John chapter 11. Mstari kitabu cha kwanza tulichosoma tulipokuwa kanisani, it's from the story of Lazarus, Jesus' friend who had died. Ilikuwa ni habari ya Lazaro, rafiki wa Yesu aliyefariki. And Jesus was talking to Lazarus' sister Martha. Yesu alikuwa anazungumza kwa dada yake na Lazaro aliyeitwa Martha. And he said to Martha, I am the resurrection and the life. Akamwambia Martha, mimi ndiye uzima, mimi ndiye ufufuo na uzima. The one who believes in me will live even though he may die. Anayeamini kwangu ataishi hata kama atakufa. And whoever lives by believing in me will never die. Na mtu yoyote ambaye will never die. Whoever lives by believing in me will mtu never yoyote die. ambaye ataishi kwa kuniamini hatakufa. Praise the Lord. Yesu asifiwe. We believe in the resurrection of the dead. Tunaamini katika ufufuo wa wafu. We believe everyone who dies in Christ will one day be raised again and spend eternity with him. Tunaamini kwamba mtu yote aliyekufa ndani ya Yesu atafufuka siku moja kuishi maisha ya milele. The spirit of our brother Mbeleki has returned to God who gave him that spirit. Roho ya ndugu yetu Mbelechi itarudi kwa Mungu ambaye alimpa hiyo roho. And we commit his body back to God. Na tunakabidhi mwili wake kwa Mungu tena. And we return it to the grave. Na tunamrudisha kaburini. But we do this in the trust and in the hope of the resurrection of the dead. Tunafanya hivi kwa kuamini na kwa tumaini la ufufuo wa wafu. And we do this in the trust and in the hope of life in the world to come through Jesus Christ our Lord. Na tunafanya hivi kwa kuamini kwamba maisha baada ya Yesu. For one day we will all receive new bodies. Kwamba siku moja tutapokea mwili mpya. We will all be with Jesus forever in heaven. Sote tutakuwa na Yesu milele na milele. Blessed are the dead who die in the Lord. Wamebarikiwa wale ambao wamekufa ndani ya Bwana. Let's pray. Tuombe. Our Father, we thank you for the hope that you give us in Christ Jesus. Baba yetu, tunakushukuru kwa tumaini ulilotupa ndani ya Yesu. And we look forward to the day, Lord, when you will return and take us to be with you forever. Tunaitazamia siku ambayo utarudi na kuwa nasi milele. Continue to give your grace and comfort to this family. Tunaendelea kuomba neema yako na nguvu zako kwa familia hii. Help us as their friends, continue to support them and help them. Saidia marafiki kuendelea kuwasaidia ndugu hao waliofiwa na kuwapa msaada. And we praise the name of Jesus forever. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo
Amen. Amen. Imekuwa muda wa kuweka mwili wa marehemu kaburini. It's time now to put the body of our brother in the grave. Atakusanyanga kwa furaha ghalani, balimaga yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa balimaga yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza huko, uliyelikataa neno zuri la Mungu utakaa wapi milele? Atakusanya ngano kwa furaha, bali magapi yote yatatupwa motoni, rafiki bali magapi yote yatatupwa motoni, rafiki. Watu wote wa Mungu watikapo mbinguni kukaa pamoja, wataimba kabisa kwa sauti ya nguvu kushangilia Mungu. Atakusanya ngano kwa furaha, bali magapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa bali magapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa watu wote wa Mungu watikapo mbinguni kukaa pamoja na huyo Yesu, wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu, tumshangilia Mungu. Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali magapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa bali magapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja naye, wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu, kumshangilia Mungu. Atakusanya yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The Lord. Kangoe. Tunaenda na utaratibu kama huu. This is what we'll be going to do. Mnajua kuna taratibu za kwetu Afrika na taratibu za huko ambapo tumefika. You know there is different culture here, USA and Africa where we come from. Wetu huwa tunaweka udongo. Home we always put the sand. Mara nyingi maua yanaweza yakaji baadaye.
But sometimes the flower may fall after. Na tutakachokifanya ni kwamba hatutakosa kufanya kama mila yetu. And what we have to do that we can do than kwa hiyo than our katika kitabu cha Wakorintho inasema kwamba Adamu wa kwanza alitoka mbinguni. In the book of Corinthians it says first Adam came from heaven. Na Adamu wa pili alitoka Adamu wa kwanza alitoka katika ardhi na wa pili ametoka mbinguni. The first Adam came from the earth and the second one from heaven. Na kama vile tulivyochukua sura yake yule wa mbinguni, as we took his face, the one from heaven, tutaichukua sura yake yeye aliye wa udongo pia. And then we'll take his face, the one who is from the earth. Na kwa sababu tunaweka mwili wake ardhini, and as we are putting his body in the earth, kupitia jina la Yesu, in the name of Jesus. Kwa hiyo niombe wachungaji, then I'll ask the pastors who are here, udongo sehemu kidogo, come to put a little bit. Na David. Start with Pastor David. Na wachungaji wengine, other pastors who are here. Yes, sir. I just tell this young lady baada ya kumaliza twende na wimbo kwa watu wote, watu wa familia. Siku chache machozi ya shida, watu wa familia Mungu atayafuta kabisa, na baada ya siku si nyingi angojavyo asubuhi, kwa dalili zote ninaona sasa kwamba Yesu karibu. Chache machozi ya nangoja sana Bwana Yesu, kama zangu angojavyo asubuhi, kwa dalili zote ninaona sasa kwamba tuende na kora Bwana Yesu asifiwe.
Thank you.